Viongozi wana namna mbili za kupata uungwaji mkono kutoka kwa watu. Kuna vitisho au hofu, kuwatishia watu. Alafu kuna matumaini. Katika vitisho, kiongozi anaweza akawa anawatishia watu kwamba usipofanya hivi na kufukuza kazi, na kukata mshahara, na kufunga, na kufungulia kesi. Yes. Na katika kuwapa watu matumaini ni kwamba ukifanya hivi, kesho kuna bora hii na bora hii, kesho maisha yatakuwa hivi, kesho mambo yatakuwa mazuri. Hizo ndo njia mbili za kupata uungwaji mkono kutoka kwa watu. Sasa njia gani itatumika itategemea na uwezo wa kiongozi. Viongozi wenye uwezo mdogo katika ushawishi hawawezi wapa watu matumaini kwa sababu wana uwezo mdogo. Wakati viongozi wenye uwezo mkubwa hawana hata haja ya kutumia hofu, hata kama wapo katika nyadhifa ambayo ana uwezo wa kufukuza kazi, ana uwezo wa kufunga jela, ana uwezo wa kufanya chochote, hata tumia hiyo kama nyenzo. Kwa sababu gani? Tayari anayo ile kubwa na ana uwezo wa ndani wa kutia moyo na kuleta matumaini. So inategemea na aina ya kiongozi. Wewe ni kiongozi wa aina gani? Katika uongozi wako unatumia hofu kwa watu wako au unatumia matumaini kwa watu wako?